Uhali gani mwanafamilia wa Michezo Online TV. Sasa kama ni mara ya kwanza kabisa, nikukumbushe usisahau kubofya maneno mekundu yaliyoko chini ya video ili ujihakikishe kupata update na taarifa kwa wakati na kwa uharaka zaidi punde tunavyokuwekea habari zetu kupitia YouTube channel yetu. Sasa kama tunavyofahamu, tunaelekea ukingoni kabisa mwa ligi kuu Tanzania Bara, yani NBC Premium League 2024-2025. Kwa hiyo vilabu vingi vimekuwa vikifanya maandalizi ya namna yake huku tunavyoelekea kumtamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania Bara, na vilabu kadha wa kadha vimekuwa vikifanya maboresho hususan katika vikosi vyao kwa namna moja au nyingine, hususan katika swala zima la kurekebisha benchi la ufundi pamoja na wachezaji kwa ujumla. Kwa hiyo katika tetesi ambazo tunazo chini ya carpet ni kwamba klabu Young Africans kufikia kutamatika kwa msimu wa ligi kuu Tanzania Bara 2024-2025 wanafanya mazungumzo na ambayo inasemekana kwamba hadi sasa hivi kuna mazungumzo ya chini ambayo yanaendelea, japo bado mazungumzo hayakufikiwa mwafaka na bado yanaendelea. Ni kuhusiana na mchezaji Elie Mpanzu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi kwa kuhitaji saini yao. Ina maana wanamhitaji mchezaji huyo. Ni hii kutokana na namna ambavyo Young Africans walivyokuwa wanamhitaji kumrejesha mchezaji wao ambaye alikuwa katika kikosi cha Young Africans kipindi cha nyuma. Namzungumzia Faisal Salum ambaye anacheza kunako klabu ya Azam FC. Kwa hiyo baada ya Wekundu wa Msimbazi kuonekana kuwa na nguvu kubwa kwa kumnasa mchezaji huyo Faisal Salum, basi Young Africans baada ya kugonga mwamba wakaona walipize kisasi kwa mchezaji ambaye ni Elie Mpanzu ambaye ameonekana kuwa bora zaidi baada ya kusajiliwa kunako klabu ya Simba kunako dirisha dogo ambapo usajili wake ulifanyika. Kwa hiyo kwa namna hiyo basi Young Africans wamejiandaa kumwaga fedha au kutoa zawadi kubwa kwa mchezaji huyo au kumwekea ofa kubwa ambayo itamfanya mchezaji huyo aweze kujiunga na klabu ya Young Africans na kumtoa au kumngoa kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Lakini kwa tetesi ambazo zinaonekana zinafahamika kutoka vyanzo vya kuaminika ni kwamba Young Africans tayari wameshaanza mazungumzo ya awali na mchezaji huyo, na mzungumzie Elie Mpanzu kwa ajili ya kunasa saini yake na kumnyakua na kumchukua na kumweka katika kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo kama basi watafanikiwa, naweza kusema kwamba Young Africans watakuwa wametoa au wamefanikiwa kupunguza nguvu kubwa kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, kwa sababu Elie Mpanzu ni miongoni mwa wachezaji ambao ni tegemezi sana kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Hata ukimwona Elie Mpanzu asipokuwa na performance nzuri ndani ya uwanja, utaona namna gani timu inavyokuwa kuna mapungufu ambayo yataonekana na pengo lake linakuwa linaonekana. Kwa hiyo tetesi hizo ni kutoka vyanzo vya kuaminika, na taendelea kurejeshea taarifa kwamba imefikia wakati mwafaka gani katika mazungumzo hayo kati ya mchezaji huyo na klabu ya Young Africans. Kwa hiyo kumbushe, usisahau kutokea maoni yako hapo chini ya video, na pia usisahau kulike, comment na kushare.